Bwana, ni interview na mzee Hashim Kambi, nguli kabisa, mkongwe, na ametuambia mambo mengi sana katika press, lakini mimi nataka tuzungumze naye mawili matatu, kwa sababu mzee wangu toka naanza kukuona kwenye game mpaka sasa hivi unapiki, hujawahi kushuka viwango. Kuna siri gani ambayo inaendelea kwenye ubunifu wako na uigizaji wako kwa ujumla? Nidhamu tu ya uigizaji, kuwajali watu, kuwaheshimu watu hata kama ni mdogo kwako, na kufuata maagizo na maelekezo yote ya kazi ya uigizaji. Kwa mfano katika uigizaji kuna kiongozi wa uigizaji ambaye anaitwa director, mwongozaji. Ukiwa na mheshimu na kufuata yule, basi tuendelea kufanya kazi vizuri tu. Okay. Na mzee wangu, sijajua kwa sababu gani kwenye script nyingi uoga unaikuwa kwenye upande ni kama kuna mtu kama anakuonea, au kama kuna mtu kama anakuhibia haki yako. Kwa nini unapangwa kwenye scene za design ile? Na sawa, kama mimi sichagui kucheza nafasi ile. Wako watu ambao wanaandika script na wanasema mwandishi mzuri wa script huwa akiandika anamuona mtu ambaye anaandika muda ule. Kwa anasema hapa anapoandika vinamuona kama Hashim Kambi. Kwa ukija tu na Kambi, nafasi yako hii hapa na ufanye hivi. Kwa ni kutokana na kwamba sasa unakuwa na mudu vizuri ile nafasi, basi watoto kila kufanya scene ambayo unajua hapa atakuwa mzee wa ataisha, basi unapewa ile nafasi. Okay. Lakini hujichagui wewe mwenyewe, hapana. Okay. Yeah. Moja kati ya scene niliona kwenye mitandao ya kijamii na I think in YouTube, ulikuwa umeenda guest kuwasha moto, vurugu kubwa, mke wako umemwoa anakudanganya nenda kwa rafiki, kumbe yuko guest. Ukawasha moto kaweka guest nzima chini ya ulinzi. Hivi ile idea ilikujaje? Wewe ndio ulitoa wazo lile la kuandika ile script au ilikuwa vipi? Maana ulionekana umeigiza kwa, yani kama ile movie ilikuwa ni ya kwako, yani kwa ujumla. Ni kwangu kweli. Okay. Ile movie ilikuwa kwangu, sikupewa kazi. Okay. Inaitwa Jeshi la Mtu Mmoja, baadaye ikaitwa Msako. Okay. Ya, kwa hiyo ni idea tu. Ukaa nyumbani kama unaweza kuandika kitu kizuri, kikawa admire watu, wakawa hawezi hata kuinua mguu, anataka mpaka iishe, unakuwa umefanya kitu kama hicho. Na ndio maana katika tuzo hizi za za Zikomo nimo katika nominees wa Best Script Actor wa mwaka 2025. Na movie yangu ilichaguliwa ni short movie ya dakika 10, lakini mpaka nimechaguliwa kwamba ni Best Script Actor, nagombea hapo. Kwa hiyo ni kwamba huwa anaweza kuandika kwa hisia kali na kwa uhalisia. Sijajua kwa upatikanaji wako sasa hivi una utaratibu gani mtu kuweza kukupata wewe kuweza kucheza scene? Kwa sababu mimi najua kuna kama mnagombaniwa sasa hivi, wazee mmekuwa haba sana. Kwa upande wako ikoje hiyo? Kwa upande wangu mimi sina taratibu zozote zile. Labda kwa sababu sasa hivi nimekuwa. Namuona bwana pale, yeye ndio meneja wangu. Kwa kazi zote nataka zipitie kwa bwana ili ajue inapatikana vipi na malipo yangu yakoje, lakini huwa sina makuu sana, hapana. Muda wote niko free. Hiyo ndio kazi yangu, ndio inikuza. Hasa mwaka wa 66 huu. Kwa siwezi kumkataa mtoto kufanya kazi hiyo. Okay. Yeah. Mzee Magari ni miongoni wa wasanii au wazee wenzio ambao mlikuwa mnacheza kwa pamoja. Sasa hivi yuko Tanzania, yuko Marekani, yuko Ulaya huko. Mnawasilianaje labda? Labda hujui tu kwa Magari na mimi tulikuwa wote Marekani. Okay. Labda ufahamu. Hiyo sasa mimi nilikuwa sijui hiyo, unaniambia wewe sasa. Tulikuwa wote na tumekaa chumba kimoja kwa mwaka mzima mpaka mimi nilipoamua kurudi nyumbani ndio nikamwacha kule. Kwa hiyo mimi na namba zake za simu yeye mpaka akaamua kuoa kule, na wasiana na mke wake. Kwa nafahamu yote. Na kilichowapeleka ilikuwa hasa ni nini? Ni shughuli za kisanaa? Kuigiza. Kulikuwa na filamu ilikuwa inaitwa Washington DC to Dar es Salaam. Tukwenda kuigiza. Alitangulia yeye, akaonekana niite mimi na tukamta Frank, kama unamkumbuka, marehemu Mohamed Mikongo, na yuko huko sasa hivi. Basi tulikuwa watu watatu tukashangana na Watanzania wenzetu ambao wanaishi kule. Kwa nimekaa naye mwaka mzima tukiigiza pamoja. Sasa ina maana Mzee Magari hapa Tanzania hakuwa na mke? Alikuwa na mke wake ambaye alifariki mwaka 2008. Kwa wakati tunaondoka alikuwa hana mke. Kwa alikuwa Marekani wakati narudi alinikabidhi vitu vya kuletea watoto wake tu. Na ukajikabidhi? Kabisa. Kwa hiyo ukiongea naye anasema atarudi au atarudi? Sasa alikuwa anataka kwanza ajiweke vizuri, na kwa kule ukiondoka ghafla ukiwa umeshapitisha muda, kurudi utakuja kupata shida. Kwa hiyo alitaka mpaka apate uraia ili akija kurudi sana rudi akiwa hana wasiwasi, muda wote anaweza kuondoka kwa tena kule. Kwa sababu uraia amepata? Na ana mke mwingine. Ana mke wa kule. Kwa amesema atakuja lini? Hatuwasiana kuhusu hicho. Mwache mtu afanye kazi tu, utaki kumwambia kitu. Sasa unakula beba nchi sasa wewe ambaye uko hapa. Unamwambia kubwa kama hizo unapata, unaenda Zambia, unaenda wapi? Na mimi nilisema nirudi kwanza ili nirudi katika hali ya uhalali, nikitaka kurudi tena sina wasiwasi. Kwa sababu muda wote naweza kurudi, kwa sababu ni kama mwaka mzima, lakini mwezi mmoja kabla ya visa yangu imekwisha
nikaamua kwa nimerudi Tanzania. Hivi ile wazo la kuwa kama kijana fulani hivi anavaa macheni kafuga ndevu, niliona hili nikasema hivi ina maana Mzee Magari anafanya kwa ajili ya script au ilikuwaje akafanya hivyo? Hata sasa hivi yuko hivyo. Mpaka sasa hivi. Hata sasa hivi. Hata ukichukua namba yangu kutani kupitia picha yako utamuona. Sasa hivi ndio ameongezeka macheni, ameongezeka nani vile. Asema nyingi anavaa sana uniform za kijeshi kule wenzetu wa kamati. Kwa sana nguo za kijeshi zile. Yeah. Okay, labda Mzee Kambi, kwa kumalizia, vijana wengi sasa hivi naona wanafanya tasnia hii na wenyewe mmewavutia hasa kwa sababu kipindi kile mnaruka kwenye runinga, mnakuja mnaruka kwenye VHS, kwenye CD, sasa hivi mpaka mitandaoni. Nini cha kuambia vijana ambao wanatamani kufikia kama nyie? Lakini nini cha kuambia vijana hawezi kuwa proper kama nyie mlivyo sasa? Ni wazee na heshima zenu, lakini heshima yenu iko vile vile, lakini bado hamjawahi kushuka, mnapiki kama kawaida. Kuna matatizo makubwa kwa sababu hao sasa hivi wenzetu wanaitwa Gen Z. Sasa ni kazi sana kwa hendo, lakini ni kuasa kwamba kila chochote kile kinapaswa kuheshimiwa. Chochote kile. Naona wenzetu wanaendelea kwenye mambo ya mpira, kuna watu ambao wanaitwa nini professional wachezaji, lakini bado kuna Tanzania mle ndani. Ukiona hivyo ujue mtu anaipenda kazi yake, anaheshimu na anaweka nidhamu mbele. Kwa hata kwenye tasnia yetu hivyo, ukiwa na nidhamu, ukafuata yale ambayo unaelekezwa na wale ambao wamekuja kucheza filamu ile, na ukafuata maelekezo ya ile scene ambayo umepewa pale, obviously utakwenda mbali sana. Lakini bado waheshimu na wale ambao wanaangalia kazi zako, nao wana heshima yao na thamani yao. Kwa lazima waheshimu wale watu. Sio wanapita mtu nani mzee fulani habari kumsalimia. Mimi nakumbuka nilikwenda Shinyanga nikafuatwa na watu walikuwa wako mbele mzee. Nikaamua kwenda pale kwa salimia wote. Wakasema ni maajabu haya. Kuna mwenzako mmoja kutoka Dar es Salaam sitaki kumtaja. Juzi tumempigia hata kuthamini. Hasa unategemea nini? Lakini unapokuwa vile maana unapata baraka fulani za watu wengine. Kwa hiyo unaweza kaendelea na ukadumu kupita kiasi. Mzee Kambi, nashukuru sana.